Watu wengi walinicheka, wengine walinionea huruma, na baadhi waliniambia waziwazi, umeharibu maisha yako. Sababu? Nilimuoa mwanamke niliyemkuta akihudumia watu pombe kwenye baa. Leo hii, hao walionicheka wananiuliza nilipataje utajiri wangu. Na ukweli ni huu. Mwanamke niliyemkuta baa ndiye aliyenitoa kwenye umasikini, ulevi, akunijenga kuwa mwanaume niliye leo. Nilikuwa mwanaume wa kawaida sana. Maisha yangu yalizunguka kazi, marafiki na pombe. Nilikuwa na biashara ndogo ndogo, lakini faida zake nyingi ziliishia kwenye pombe na starehe. Nilikuwa naishi bila mpango, bila mwelekeo, bila mtu wa kuniambia ukweli. Siku moja jioni, niliingia kwenye baa niliyokuwa nimezoea. Sikuenda kwa sababu maalum, ilikuwa tabia tu. Alikuwa mhudumu wa baa. Hakujipamba kupita kiasi, lakini alikuwa na mvuto. Tabasamu lake halikuwa la kujipendekeza, lilikuwa la kweli. Tulianza kuzungumza mazungumzo ya kawaida tu. Lakini kadri siku zilivyopita, nilijikuta namfungukia. Nilimweleza biashara zangu, hasara zangu, hata hofu zangu. Alikuwa ananisikiliza bila kunihukumu. Watu walipoanza kuona ukaribu wetu, hukumu zilianza. Huyo si mwanamke wa kuoa. Lakini walishindwa kuelewa jambo moja. Kazi ya mtu haielezi moyo wake. Mahusiano yetu yalikuwa polepole. Alinipa kitu ambacho sikuwa nacho kabisa, amani ya moyo. Nilipokuwa nimelewa, alinitunza. Nilipokuwa na hasira, alinivumilia. Baada ya muda, nilifanya uamuzi uliowashangaza wengi, nilimuoa. Baada ya ndoa, maisha yangu yalibadilika kabisa. Yule aliyekuwa anahukumiwa kwa kufanya kazi baa, ndiye aliyekuwa wa kwanza kuniambia kwa upendo, ukiacha pombe, utaona maisha yako yakibadilika. Hakuniambia kwa maneno tu. Alianza na yeye mwenyewe. Akawa mshauri wangu wa karibu. Akanisaidia kusimamia biashara zangu, kupanga matumizi, kuangalia faida na hasara. Akanifanya nione pesa kama chombo cha kujenga, sio cha kuharibu. Taratibu nikabadilika. Biashara zikaanza kukua. Maisha yakapata mwelekeo. Leo hii, watu wananiita mwanaume mwenye mafanikio. Lakini wachache sana wanajua siri yangu. Chanzo cha utajiri wangu ni mwanamke niliyemkuta baa. Funzo kubwa la maisha yangu ni hili. Usimhukumu mtu kwa mahali ulipokutana naye. Usimhukumu mtu kwa kazi yake ya sasa. Kwa sababu kila mtu ana uwezo wa kubadilika na kuwa wa thamani kubwa kuliko unavyofikiri. Wakati mwingine, baraka yako kubwa kabisa inakuja kwa sura ambayo hukutarajia kabisa. Wapo waliokutana makanisani, misikitini, lakini hawakufika popote. Waliachana na wengine waliishia kuzalishana na kutelekezana. Usimhukumu mtu kwa sababu ya maisha yake ya leo, mambo hubadilika. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama umejifunza kitu, usisahau kushare kwa wengine.